Mwana sawa sawa digital hope uko poa kabisa, lakini katika dunia yetu hii kuna matukio sana makubwa sana ambayo yanakuwa yanatokea, lakini pia huwa tunaona hata kwenye charts za dunia kwamba kuna maajabu ya dunia yanafanyika makubwa zaidi, watu wanaona maajabu hayo. Lakini pia huko nchini Kenya kuna mshikaji ambaye ana trend sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, mshikaji ambaye inaonekana alikuwa amekaa kwenye helicopter, tunasema helicopter, ambapo alikuwa amezungukwa na watu wengi sana. Sasa pale kulikuwa kuna helicopter ambayo ipo katikati ambayo ilikuwa inaondoka. Kwa picha ya fast ukiangalia ni kama kiongozi fulani ambaye alikuwa anatoa hotuba yake. Sasa nini, mara baada ya kuweza kumaliza inabidi aondoke. Sasa baada ya watu wote ambao walikuwa wanahusika kupanda ile ndege kuingia ndani na kutaka kuondoka, kuna mshikaji ambaye aliweza kujitokeza na kusimama pale, na inaonekana kwamba alikuwa kama anafukuzwa kwamba wewe ondoka hapo vipi, lakini mshikaji akawa anaonyesha ishara za kusema kwamba yeye haondoki, anataka kukifanya kile ambacho anataka kukifanya. Na ukiangalia kwa makini hiyo video kuna muda ambapo ni kama bodyguard tuseme aliweza kushuka na kuweza kumvuta na kumsogeza pembeni. Mara baada ya kuweza kumsogeza pembeni, mshikaji anaonekana alivyorudi tena ndani ya ndege, jamaa wangu tena karudi tena kusimama pale na kuendelea kusubiri mpaka ndege ambapo itaweza kuruka au kuweza kuondoka. Sasa watu wengi wanaonekana pembeni walikuwa wanaendelea kumpigia kelele. So kuna baadhi ya watu ambao pia walikuwa wanatamani afanye hicho kitendo ili washuhudie, au kuna baadhi ambao walikuwa pia hawapendezwi na hicho kitendo kwa sababu ni cha hatari. Lakini mshikaji mwisho wa siku, mara baada ya ile helicopter kuanza kupaa, naye aliweza kuondoka nayo. I mean kwamba alirukia na kuidandia na ikamrusha ikaenda naye juu sana. Kwa hiyo ilivyoenda juu sana, kwa maelezo inasemekana kwamba ilienda kumtupa sehemu kwenye moja kati ya mashamba ambayo pia yanapatikana huko nchini Kenya. Na hii tukio kwa sababu limetokea huko nchini Kenya, na ukiona mwishoni hapo ya clip mwishoni inaonekana watu tayari wameshamshambulia kwa kumnyanyua, wengine wanamshangilia, lakini wengine wanamchukulia kwamba kwa kile ambacho amekifanya ni kitendo cha hatari sana. Kwa wewe ambaye umeangalia hii video, ni kitu gani ambacho unajifunza? Kwako wewe unaweza ukafanya kitu kama hicho, au unaweza ukafanya tukio kama hilo la hatari? Kwa sababu hapo mfano angeteleza tu hata kwa bahati mbaya, angeweza kudondokea sehemu mbaya, hapo unaweza ukapasuka kichwa, ukapasuka ubongo, ukapasuka kila kitu, na story ikawa ni nyingine kabisa. Sisi kama sawa sawa digital tunakuletea taarifa hizi kutokea mahali popote, hatuchagui habari, kila kitu ambacho tunataka wewe ukipate, na sisi tunakuletea kwa wakati ambao unakuwa unastahili. Subscribe channel yetu ili kuweza kupata taarifa zote, na tunakwambia habari kiganjani mwako. Hey!